Najma kwa sasa ameamua kuvaa mabomu kwa lengo la kuokoa penzi lake na Chado baada ya matatizo mengi ambayo yametokea katika safari yao ya kimapenzi. Mpaka sasa Najma ana ujauzito wa mtu mwingine na Chado amechukizwa na tendo la usaliti ambalo Najma alikwenda kulifanya, na sasa Najma anaenda kwa Chado kwa lengo la kuweka mambo sawa, kwa lengo la kuzungumza. Lakini Chado bana anakwenda kumkaribisha vizuri. Baada ya kusalimiana, tunaona Najma anakwenda kumwomba Chado waende kuzungumza ndani, lakini Chado anakwenda kumwambia, mimi nina mgeni ndani, nina mwanamke wangu ambaye yuko ndani. Najma bana ameshtushwa na taarifa ambayo ameipata kutoka kwa Chado, lakini baadaye anakwenda kuingia. Kumbe Chado alikuwa akimdanganya Najma. Najma alikuwa akiwaza afanye nini kwa sababu ya taarifa ambayo alipewa na Chado, lakini Najma baadaye anaonesha tabasamu baada ya kugundua kwamba anadanganywa, na baadaye akasema kwamba wewe ni muongo. Akaanza kuonesha hali ya kufurahi na kwenda kumgonga Chado, ni kama vile ya mapenzi yalivyo katika maisha yao ya kila siku. Sasa tunaona Najma bana amekuja kwa lengo la kuweka sawa. Anazidi kuzungumza na kusema kwamba kiukweli ningemkuta huyo mwanamke sijui ningemfanyaje, na hisi ningemuua. Lakini Chado anashangaa na baadaye akamwambia kwamba ipo siku itakuwa kweli. Najma anashangazwa na kauli ya Chado kwa sababu mpaka sasa Chado bado ana hasira sana na Najma kwa kitendo ambacho alikifanya. Baadaye Chado anazidi kuzungumza na kumwambia kiukweli mimi sihitaji kabisa kuwaza yale ambayo yamepita, lakini Najma anakwenda kumwambia kiukweli sitamani hata nikukosee kwa sababu mambo ambayo yamepita katika maisha yetu kiukweli sijatarajia na wala sikupangilia. Lakini Chado anakwenda kumwambia kiukweli kwa upande wa mwanaume inaweza kujitokeza kwa sababu ya tamaa, lakini baada ya kumaliza tendo majuto yanafuatia, kwa sababu mwanaume siku zote ni tofauti na mwanamke. Lakini mwanamke akikusariti na akafanya tendo na mtu, tambua baada ya tendo basi mapenzi yake na yule mwanaume huwa yanaongezeka sana. Hivyo kwa wewe ni tofauti sana na mimi. Naamini kabisa kwamba wewe ulimpenda sana huyo kijana ambaye alikupatia ujauzito. Lakini Najma bana anakuja na kumwambia kwamba kiukweli sikuwahi kumpenda na wala sikuwahi kufanya chochote. Lakini Chado anakwenda kukazia na kusema kwamba katika maisha yetu ya mahusiano kiukweli wewe ulikuwa wazi sana kwa wale ambao walikuwa wanakutongoza, lakini kwa huyu kwa nini ulikaa kimya? Lakini Najma naye anakwenda kumjibu kwamba kiukweli kipindi kile hatukuwa sawa na nilishindwa kukujuza kwa sababu hatukuwa katika maelewano mazuri. Lakini hapa Chado bana amekuwa mkali sana na kumwambia kwamba kiukweli wewe unanichanganya, kiukweli unanipotezea maisha yangu dira yake, kwa sababu saizi sieleweki nafanya nini, yani unanivuruga wewe kidemjao. Hapa tunaona sasa Chado anapaniki kwa sababu ya hasira ambazo anazo. Lakini Najma anazungumza na kusema kwamba niue, nifanye chochote, bora unipige ngumi ili kiumbe life, kwa sababu mimi nakuhitaji wewe tu. Kwa sasa niko tayari kufanyiwa chochote ili mradi tu hasira zako zipungue. Hapa Najma bana amejibebesha mabomu yote na anahitaji kuweka sawa na yale ambayo yanaendelea katika maisha yao. Sasa hapa tunaona Najma bana amekwidwa, amekamatwa katika eneo zima la nguo yake. Basi huku Chado akitoka na machozi kwa kile ambacho kinaendelea, akiwaza mambo mengi. Sasa hapa tunatazama Najma amepewa nafasi ya kuzungumza, lakini imekuwa ngumu. Je, mambo haya yatakwenda kukamilika? Na tukumbuke mpango mzima wa Najma kurudi kwa Chado umetoka kwa Mama Ngwengwe. Mama Ngwengwe bana alimwambia Najma kwamba afanye juu chini ili aweze kupata nafasi ya kulala na Chado, kwamba wafanye mapenzi, kwa sababu wakishafanya hivyo basi nafasi kubwa ya kusameana inakuwepo. Na baadaye anaenda kumwambia kwamba kiukweli mwanaume
siku zote huwa anaturizwa na mapenzi, lile tendo, kwa sababu una muda mrefu sana haujawahi kumpatia tendo. Hivyo jitahidi sana Chado uweze kumpatia tendo, baadaye ndo uende kuzungumza. Sasa hapa Najma amekwenda kwa lengo la kutafuta nafasi ya kuzungumza na Chado kwa kufanya tendo la ndoa. Aise, moto unazidi kuwaka katika tamthilia hii hapa kali ya Mission Impossible season ya 3. Sasa katika maisha ya Chado tunaona mambo yamekuwa magumu sana kwa sababu ya mapenzi yao kuwa na dosari, ambapo mpaka sasa bado hawaelewani na Najma. Huku sasa Jojo ameanza kazi, Dadi yuko nyumbani. Hapa bado kuna shida. Jojo bana, baada ya kurudi nyumbani nyakati ya usiku, tunaona akimletea Dadi chipsi. Dadi alifikiri kwamba Jojo baada ya kutoka kazini ataingia jikoni. Baadaye anakwenda kumuuliza mbona hauingii jikoni kipenzi na kupika, lakini Jojo anamwambia kiukweli mimi nimeshangaa sana, unashindwa kuingia kupika chakula chako mwenyewe. Sasa nimeona tu nikuletee chipsi kwa sababu nilijua tu haya yanaweza kutokea, kwa hiyo kula hizi chipsi basi mambo mengine yaendelee. Lakini Dadi bana anashangaa kwa sababu hakuamini kama atakula chipsi na kulala nazo. Baadaye Jojo anaonekana kufanya hivyo na wanakwenda kuvurugana fulani hivi. Huyu Jojo bana kumbe ana kitabia fulani cha chini chini, na sasa kinaanza kuonekana. Dadi bana anaanza kushtuka kwa tabia ambazo zinaanza kuonekana kwa upande wa Jojo, kwa sababu huyu dada ni kama vile ana maisha yake binafsi ambayo hahitaji kushare sana na watu. Sasa hapa Dadi anakwenda kukumbuka kitu cha kumuuliza na kumwambia kwamba baby, basi ngoja nikuulize kitu. Je, wewe katika mahusiano yako ya nyuma ni kitu gani ambacho kilikupelekea wewe kuachana na wenzi wako wa nyuma? Baadaye akaenda kuzungumza kwamba sababu kubwa ni usaliti, umalaya. Sasa hapa tunaona Jojo anaongea kwa hasira, lakini Dadi anazidi kumsoma Jojo, ni kama vile kuna kitu fulani ambacho kinaendelea katika maisha yake. Na baadaye akaenda kuuliza kitu gani ambacho kinaendelea kwa upande wa ndugu zako, kwa sababu mimi nilihisi kwamba hauna ndugu, lakini siku ile nilimwona ndugu yako amekuja kukusaidia, lakini ilikuwa tofauti kidogo. Baada ya yeye kuja kukusaidia tunaona kabisa kwamba ndugu zako huwa hawaji. Je, kuna shida gani kwa upande wa ndugu zako? Baadaye Jojo akaenda kusema kwamba kiukweli ndugu zangu mimi bana wananichukulia kama mtu ambaye napenda sana kupelekesha watu, yani kwa control watu, ndio sababu kubwa ambayo inaonekana hawataki kuwa karibu na mimi. Sasa hapa kwenye neno la kusema kupelekesha watu, na hisi Dadi atakuwa amepata kitu, kwa sababu tunaona Jojo bana ni mtu kama vile anayependa sana kupelekesha watu. Baada ya hapo tunaona Dadi akimuomba mpenzi wake basi unapokuja uje basi na maji ya kunawa, lakini tunaona Jojo bana anakataa na anamwambia kwamba kwani wewe hauna mikono, wewe si uinuke tuende ukachukue maji na kitu kingine kiendelee. Sasa hapa Dadi anashtuka na kujua kabisa kama hapa kuna kazi ya kufanya. Aise, movie inazidi kuwaka moto kinoma noma. Chini ya video hii kumeandikwa neno subscribe, gonga hapo ili uwe wa kwanza kupata video zote kali. Karibu sana na asante.